Furahisha hapa kumekuwepo na tukio kubwa kabisa la Chief Hangaya Festival ambapo mkurugenzi na mwanzilishi wa tamasha hilo ni Bwana Ben ambaye pia ni mwandishi wa habari wa Star TV. Basi sisi kama Abujepa Media tutaweza kuzungumza naye mawili matatu kama mwanahabari, ni kitu gani kimemsukuma kufanya kitu kama hicho. Bwana Ben, habari yako bana? Safi, mambo. Wewe kwangu ni mkubwa Shamo. Marhaba. Hongera sana kwa kitu ulichokifanya hapa. Nashukuru sana. Jina langu ni Bernard James. Ni kitu gani ambacho wewe kama mwandishi wa habari mkoa wa Mwanza Star TV kilikushawishi ufanye kitu kama hiki cha Chief Hangaya Festival? Kwanza mimi ni mtu ambaye napenda sana utamaduni. Ni mtu ambaye nimelelewa katika utamaduni, maadili mazuri tu ya Kitanzania. Kwa hiyo wakati mwingine naumia sana kuona watoto wetu na wengine ambao ni wadogo zetu lakini wanafanya mambo ambayo hayafanani na utamaduni wetu wa Kitanzania. Ndio maana unaona mambo tu ya ajabu tu ya mamonyoko wa maadili. Unaweza kukuta mtoto hasalimu watu wazima, unaweza kukuta mtoto hana heshima, labda amekaa kwenye gari alafu mtu mzima amekuja amekaa pale, hawezi hata kumpisha nafasi. Watoto wanatukanana tu njiani. Wao wanafanya mambo ya ajabu tu, lakini pia ukiangalia hata shuleni wanapokaa wanachokifanya ni mambo ya ajabu. Kwa hiyo wakiwa wakubwa hawa ndio unaona watu wanaanza kufanya mambo ya ajabu, kunajisi watu, si kubaka, kulawiti, mambo ya usagaji, mambo ya ushoga. Ni mambo ambayo sio maadili yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo niliona niguswe na jambo la utamaduni kuweza kuwakumbusha watoto wetu kwamba ni lazima wakumbuke mila nzuri, desturi zetu za Kitanzania, lakini mwisho wa siku kuweza kuepusha ya mambo yote ambayo nimekuambia, na mwisho wa siku tuwe na utamaduni mzuri, lakini pia mmonyoko wa maadili katika taifa letu. Chief Hangaya Festival litakuwa linafanyika mara ngapi kwa mwaka kwa miaka zinazokuja, au ndio hivyo tumefanya kwa siku ya leo? Tamasha hili litafika mwisho labda taifa letu litakapokosa utamaduni. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo tamasha hili litakuwa endelevu. Ilikuwa lianze mwaka 2023. Wazo lilikuja mwaka 2023, 2025, 2024 ilikuwa tufanye lakini hatukufanya. Kwa mwaka 2025 tumefanya. Huu ni muendelezo. Kwa hiyo tamasha hili litakuwa endelevu na yawezekana kila mwaka litakuwa linafanyika mara 2. Lakini kwa sasa litakuwa linafanyika na itakuwa ni endelevu. Cha kuambia vijana wenzio, hususan wanahabari wenzako, wewe kama mwanahabari mkubwa hapa mkoa wa Mwanza, ungependa kuambia kitu gani? Jambo kubwa ni kwamba lazima waandishi wa habari wawe na vyanzo vingine vya kipato. Mimi na sasa inawezekana ni miaka 20 nipo kwenye industry ya vyombo vya habari. Lakini vipo vitu vingi sana nao vifanya pembeni. Sio hiki tu, vitu vingi tu. Na hii ni kwa sababu najua industry yetu sisi au tasnia ya waandishi wa habari haiwezi kukupatia kipato ambacho unakihitaji. Sio kazi yetu tu. Hata kada zingine, mwanasheria, walimu, askari, nani, unakuta kwamba kile kitu ambacho anakifanya hakiwezi kikatosheleza. Na mshahara haujawahi kutosheleza. Wao unajua mazingira ya kazi yetu ya waandishi wa habari yalivyo. Kwa hiyo inabidi wajiongeze, wafanye mambo mengine lakini ambayo hayavunji sheria za Tanzania, lakini hayavunji mila na desturi za Mtanzania, ili mwisho wa siku uweze kujipatia kipato na kujiendeleza zaidi. Chief Hangaya Festival ina mchango upi katika nchi yetu hii ya Tanzania pamoja na serikali? Watu walivyo wengi hapa. Kwanza tumetengeneza fursa ngapi hapa? Unaona hata kama mwandishi wa habari umepata habari ya kuandika leo. Huo ni mfano mdogo tu. Kwa hiyo fursa ni nyingi. Kuna watu wameuza chakula, kuna watu wameuza vinywaji, kuna watu wamefanya usafi hapa, kuna watu wamepamba, kuna watu wameleta muziki, kuna watu wametoa huduma nyingi. Zote hizo ni fursa nyingi ambazo zimetengenezwa kutokana na fursa hii. Lakini ukija kwa upana wake, tumesaidia serikali kwenye swala zima la ajira. Lakini ukija kwa upana wake zaidi ni kwamba tukio hili linaisaidia serikali kwa sababu serikali ina baraza la sanaa, ina taasisi nyingi na wizara ya utamaduni, sanaa na habari. Wote kazi yao ni kukuza utamaduni wetu, sanaa yetu, lakini pia kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa sehemu kuu. Lakini mimi nimesaidia kufanya kila ambacho serikali inatakiwa kufanya. Kiacha ile kwamba nimetengeneza ajira, fursa kwa watu wengine, lakini nimesaidia pia serikali
kukuza sanaa, lakini pia kupitia utamaduni. Okay, tumewaona Ardhi Mtaji ni vijana ambao pia nao wameamua kujikita kama wewe ulivyojikita hapa kwenye Chifu Hangaya Festival kwa ajili ya kuinspire vijana wengine waandishi wa habari ili na wao waweze kufanya kitu kama hicho. Lakini sasa Ardhi Mtaji chini ya mkurugenzi wao Asmani Nasoro wameamua kuuza viwanja pamoja na kutoa elimu juu ya viwanja. Lengo na dhumuni wapate kipato, lakini pia kulisaidia taifa lao la Tanzania kutokana na migogoro hii ya ardhi inayotokea katika mikoa tofauti tofauti. Ungependa kuambia kitu gani Ardhi Mtaji ambao ni vijana wameamua kujiajiri? Mtu yeyote ambaye anafanya kitu chochote kile cha kumsaidia kijana anatakiwa kupongezwa. Chochote kile ambacho anakifanya kwa ajili ya kumsaidia kijana anatakiwa apongezwe. Kwa hiyo mimi napongeza hicho ambacho anachokifanya, na kiwe endelevu, kiwe cha haki, kiwe cha usahihi, kiwe cha ukweli, kiweze kuwasaidia vijana, lakini vijana wenyewe wajitengenezee fursa kupitia eneo la ardhi ambalo ni kubwa zaidi. Asante sana. Nashukuru sana.